أيها العاشق الجميل. Hakika kila jambo la kheri huwa na mwendelezo katika maisha yetu ya kila siku. Hakika kila jambo la ibada huwa na dhamira kubwa, dhamira ambayo inaifanya jamii kubadilika katika mtazamo walionao, kubadilika katika imani, nyoyo na hata katika nafsi zao. ها هو الكون مستعد سميع. Kwa kweli maandiko matakatifu hayakukosea. Maandiko matakatifu yameshaeleza awali na awali juu ya thawabu za kutoa mali kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Unapotoa mali yako, hakika wewe unawekeza kwa Mola wako. Qur'ani 2:261, thawabu ya kutoa mali kwa njia ya Mwenyezi Mungu tayari imeshaeleza kwa kina, hasa pale ambapo Mungu aliposema mfano wanaotoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa punje moja iliyochipua masuke 7 na kila suke lina punje 100. Mwenyezi Mungu hakutosheka na hapo tu, akaeleza tena kwa kina, hasa ili kuona namna gani mkazo anavyoweza kutilia juu ya thawabu na kuwekeza kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Alieleza tena Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yake 24:36 hadi 37, nyumba ambazo jina la Allah litatukuzwa. Alisema kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekubali kuinuliwa nyumba zake na kutajwa jina lake katika nyumba hizo. Kuonesha umuhimu wa yote haya, na ndio maana tukaja kukueleza kwa vyema kabisa ili tuone namna gani kuweza kupata kheri kwa pamoja, mimi pamoja na wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Abbas Shah Bakari, ni imamu wa Masjidi Thimaru Mpendae kwa Biti Hamrani. Tuko katika jimbo la Mpendae, shehia ya kwa Biti Hamrani. Kadhia tuliyokuwa nayo ni kuhusu swala la msikiti ambalo lipo katika eneo letu kwa Biti Hamrani karibu na tawi la CCM Mpendae. Iliyokuta ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi, ujenzi wa barabara ambao umeshika hatamu katika awamu hii ya Rais Hussein Ali Mwinyi. Msikiti uliokuwepo umejengwa tokea miaka 80, ulijengwa katika sehemu ambayo ni ya barabara. Sasa hivi unataka upishe hatamu yake ya maendeleo katika kutengeneza barabara. Msikiti huo unatakikana uondoke, na jitihada zimefanyika. Nyuma ya msikiti huo kuna viwanja vya plani, ambayo kiwanja hicho aliyekuwa mbunge wa Mpendae Mheshimiwa Taufiki amewakabidhi waumini wa msikiti huo, na alhamdulillah kimeanza kufanywa kazi. Tayari waumini hao wamejichangia kutokana na nguvu zao wenyewe. Wameanza kusimamisha nguzo 20 kwa ajili ya ujenzi wa ghorofa 2 ya msikiti huo. Kwa hiyo hatua inayofuata kama mnavyoona ni sehemu ya kutia zege kwa ajili ya foundation ya kusimamisha ya msikiti huo. Foundation ya msikiti huo sasa hivi ndio mnaiona hapa inayokwenda baada ya kuchimba misingi. Tunachoomba kwenu nyinyi waumini Waislamu wa sehemu mbalimbali kuweza kusaidia ujenzi huu wa msikiti kwa kuufadhili moja kwa moja, kwa sababu mpaka sasa hivi zinotumika ni nguvu za waumini wenyewe na hawana nguvu za kuweza kusimamisha moja kwa moja msikiti huu kama ilivyo. Tunaomba ufadhili wa waumini kutoka sehemu mbalimbali duniani wa Waislamu ili waekeze katika jambo kama hili la kheri. Tunawaomba ikiwa una ufadhili wa moja kwa moja ama kwa hatua Mungu aliyokujalia, tunaomba msaada wako kwa ajili ya kutusaidia. Niliwahi kuhadithiwa katika kisa ambacho kinaelezwa katika dini yetu ya Kiislamu ya kwamba atakuja miongoni mwetu binadamu akiwa analalamika kwa kitu ambacho alikitoa duniani kwa kheri, lakini atajutia kwa nini alitoa kidogo. Wakati huo tayari ni siku ya Kiyama, sote tayari tumeshasimamishwa. Atahitaji kurudishwa tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aje duniani ili aje kutoa tena mali na mali zaidi, kuwa namna gani
zile ambazo alizozitoa hazikutosheleza. Lakini hapo hapo kinyume chake atakuja binadamu mwingine ya kwamba kusema na kulalamika na hata kuangusha kilio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aje kutoa mali zake katika kile ambacho aliwahi kukificha na kutokikitoa hapa maisha ya duniani. Leo hii unasubiri nini usipotoa ama kuwekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Imamu Bukhari na Muslim ya kwamba mwenye kumjengea Mwenyezi Mungu msikiti, basi Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Tunapaswa kutambua ya kwamba kutoa mali kwa njia ya dini ni sadaka yenye uzito mkubwa. Nayo hadithi ya Imamu Muslim 2588 kaeleza kuwa sadaka haipunguzi mali. Katika maelezo yake akasema kwamba na ujenzi wa msikiti ni aina ya sadaka inayoendelea kuwapa watu ibada kila siku. Nao wanajamii wanahitajika katika kusimamia kuwekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nguvu kazi ndio ambayo hutengeneza msingi mzuri, msingi ambao utajenga na kusimamisha nguzo inayohitajika kuweza kusimama. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa na ndio ambao wao huhitajika katika kusimamia mambo ya kheri ili kuona namna gani dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inazidi kusimama. ها هو الكون مستعد سميع. Nikukumbusha kwamba siku zote mwenye kuwekeza basi hapotezi. Hivyo mimi pamoja nawe tunahitajika kuwekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tuone namna gani ambavyo tunawekeza na kujifanyia kheri sisi wenyewe, na bali usisubiri kufanyiwa kheri katika maisha haya. Waswahili waliwahi kusema kwamba tenda wema usingoje shukurani, lakini hapo hapo wakakazia kwamba mwenye kutenda wema basi ipo siku humrudia yeye. Na imani mimi pamoja nawe tutawekeza kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo ameridhia yeye, pamoja na kusimuliwa ama kuhadithiwa, lakini hata kuelekezwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nile kuandalia makala hii na kukusimulia, jina langu ni Seif bin Barak.